love to welcome Pastor Lloyd, Pastor Nixon. Okay. Sorry, Pastor Nixon. So that he can welcome. We'll do this later. Welcome, Pastor. We do after the. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Kabla sijamkaribisha mchungaji mgeni, Before I welcome our guest pastor, nataka niombe kwa ajili ya kualika uwepo wa Mungu mahali hapa. I'm going to pray so that we can welcome the presence of God. Hebu funika macho yako. Close your eyes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninalibariki jina lako takatifu. Asante kwa ajili ya siku njema ya leo ambayo Bwana umeifanya. Asante Mungu kwa kutupa neema na kibali cha kuwepo mbele za uso wako. Tumekusanyika mahali hapa kwa siku ya leo ili Bwana tuweze kukusifu na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya ulinzi. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye yupo mahali hapa. Baba, tunaomba uwepo wako sahihi tunapoenda kumuinua mtumishi wako kwa ajili ya kutulisha maneno yako ya uzima. Tunaomba Mungu ukafungue masikio yetu ya ndani yapate kulipokea neno lako. Ninaenda kinyume na kila nguvu zote za yule mwovu. Ninaharibu kila utendaji wa kipepo, nguvu za giza, kila mamlaka za kiganga na kichawi. Ninaziharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaomba Bwana, mkono wako wenye nguvu ukawe juu yetu. Damu ya Yesu ikapate kuzingira mahali hapa. Ninainua ile madhabahu takatifu ikapate kusimama katikati ya mkutano huu. Ninaenda kinyume na kila madhabahu za kipepo. Ninaharibu kila utendaji wa kipepo, nguvu za mapepo, nguvu za giza, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, naomba ukamtie nguvu mtumishi wako. Achilia neno lako ndani ya kinywa chake. Ninaomba upako wa Roho wako Mtakatifu ukapate kushuka juu yake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumie Bwana kama chombo kunena na mkutano wako. Asante Bwana, kwa maana siku ya leo tunaenda kupokea chakula cha uzima kitakacho yabadilisha maisha yetu na kuponya roho zetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Wote tuseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Tumepata bahati ya kuwa na mchungaji mgeni. We are privileged to have a pastor who is visiting us. Anaitwa Pastor Frank Mwakasisi. And his name is Pastor Frank Mwakasisi. Ni msomi ambaye amebobea sana katika masuala ya huduma za kiroho. He is educated and special in the spiritual matters. Ana PhD. He has a PhD. Wangapi wanafahamu PhD? How many of you know PhD? Wachache wanafahamu PhD. There's very few people who know that. PhD ni nini, Alex? PhD is the third degree. Degree ya tatu. Yaani unapata degree ya kwanza ya kitu kimoja, alafu unaenda unakisomea tena, unapata masters, unakisomea tena, unapata degree ya tatu ambapo unakuwa unatambulika kama daktari wa hicho kitu ulichosomea. Kwa hiyo ni daktari, amen? So he is a doctor. Tuna bahati kubwa sana katika nyumba ya Mungu asubuhi ya leo. We are very lucky in the house of the Lord today. Hebu tarajia kupokea kitu cha pekee na cha tofauti. Expect to receive something different. Kwa sababu daktari sio mtu wa kawaida. Because a doctor is not a normal person. Mimi nikisikia jina doctor huwa nashtuka kidogo. When I hear the word doctor, I always get shocked a little bit. Awe doctor wa philosophy, awe wa medicine, daktari ni mtu mkubwa sana. Amen? If it is a philosophy doctor or a medical doctor, he is a special man. Ana huduma ya kiinjilisti. Katika zile huduma tano Mungu amempa zawadi ya zile huduma. Katika zile huduma tano ana huduma naona zipo hapa kama 4. Zipo tatu lakini naona kuna nyingine hapa ya 4. Atatusaidia kutufafanulia. He will help us to tell us of the gifts which he have and the ministry which he does. He got 3 or 4 of them. Ni mwinjilisti, he is an evangelist.
Zile huduma 5 tunazifahamu. You know the five ministries. Ni mwinjilisti. He's an evangelist. Kwa hiyo kama kuna wainjilisti hapa, mnaweza mkapata kitu cha kiinjilisti leo. So if there are evangelists in here today, you're going to receive something evangelical. Mimi huduma yangu ni mwinjilisti alafu ni mchungaji. My ministry, I'm an evangelist and I'm also a pastor. Kwa hiyo nitahitaji kuwasiliana naye katika eneo la uinjilisti. Therefore, I will need to communicate with him about evangelism. Na uchungaji pia. And pastoral peer also. Wachungaji huwa wanatumika tofauti na wainjilisti. Pastors usually serve differently from evangelists. Kuna wakati utaona ninaposimama ninakuwa tofauti. There is a time when I stand up here, I'm different. Ni wakati huo ninakuwa katika huduma nyingine ambayo sio ya kichungaji. At that time I'm on another ministry which is not a pastoral ministry. Na wengine wanakuwa wagumu sana kunielewa kwa sababu nakuwa katika huduma nyingine ambayo watu hawajaielewa. And others don't understand me because I be in the ministry which people don't understand me. Lakini pia ni mchungaji, yeye mwenyewe pia ni mchungaji. But also he is a pastor. Halafu pia ni mwalimu. And also he is a teacher. Na anahubiri. And he preaches. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Leo tuna chakula leo. Today we're going to have food. Amen. We are going to have food. Hebu tusipoteze muda. Let's not waste time. Huduma yake ni kubwa. Nikiangalia hii business card yake kuna mambo mengi sana. He does a lot of things. As when I look at his business card, anafanya seminar katika mambo ya uinjilisti. He does seminars in evangelism, mambo ya church growth, in things to do with church growth, support huduma ikue, kanisa likue, and supporting the churches for them to grow. Anafanya huduma ya church leadership, uongozi wa kanisa. He does administration or seminars of church leadership, huduma za seminars za ndoa, marriage. Anafanya stewardship. Yes, steward ni I don't remember. What's stewardship? Like no, like Kiswahili mchungaji. Utatusaidia baadaye. Atatusaidia. Anafanya huduma ya maombezi, prayer, fasting, kufunga. Vitu vingi. Victorious Christian life. Na maisha ya Kikristo ya ushindi. Pigie Bwana Yesu makofi. Clap your hands to Jesus. Wakati naangalia hii business card nilisikia kama ndani naanza kufunguliwa kwa kusoma tu business card. Just by reading on this business card, I'm feeling now I'm starting to get delivered. I'm getting something new. Nimepata rafiki kabisa. I've really found a friend. Embo tunapoenda kumuinua naomba kanisa tutapiga makofi kumshangilia Bwana Yesu. Can we clap our hands together? 1 2 3 piga makofi kumshangilia Bwana. Wasifiwe. Praise Jesus. Sasa baada ya ile yote worship ndio kwa sababu wapendwa lazima ndani ya mioyo yetu tuwe na ule uamsho sasa. In our heart we should have the revival after the worship. Wasifiwe. Praise God. Wasifiwe. Praise Jesus. Kama mlivyoelezwa, you have been told. Nangu ni Mchungaji Frank Mwakasisi. My name is Pastor Frank Mwakasisi. Kutoka Tanzania. I'm from Tanzania. Sasa hivi niko Chicago. But I live in Chicago. Na huduma yangu ni Mighty Outreach International. And my ministry is called Mighty Outreach International.
ambayo kazi yangu ni kuhudumia makanisa. And my ministry is to serve all ministering in different churches. Ili Mungu aonekane ndani ya kanisa. So that God can be revealed in the churches. Nimefika hapa nimewaambia changamoto moja. When I got here in the church, I was given one challenge. Yeah, sasa naona kuna kuimba na kumfurahia Mungu. Now I see there is singing lakini lazima usimame ndani ya neno. But we must stand in the word. Lazima uabudu Mungu. You must worship your God kwa roho, in the truth na kweli, and the spirit. Sasa wangapi kati yenu wana Biblia? So how many of you have the Bible here? Wangapi kati yenu wana Biblia? How many of you have a Bible? Sasa wengine ambao mna Biblia ziko wapi? So for those who don't have a Bible, hatuwezi kumwimbia Mungu bila Biblia. We cannot sing to God without the Bible. Tunacheza mchezo wa kuigiza. We are not here to act. Kila siku some neno. Every day you must read the word. Kila siku some nini? You must read the words. Unapokwenda kulala, when you go to sleep, ule usiku, at night, akili yako haifanyi kazi. Your mind is not working. Kinachofanya kazi ni roho yako pekee. What is working is the spirit. Kuna ushindani. So there is a competition between God and the devil. Sasa nani ambaye ana control ile roho yako? So who's controlling your heart? Unaota mazingambwe. When you're dreaming as a bad dream, you need to know that the enemy is holding your spirit. So you must bless your night. You must pray. Today, I am very delighted to be among you. I say thank you, Pastor Lloyd, and your wife, and my son here, Alex. I'm really comforted. So today, the title of today's word, what to do utafanya nini wakati hujui cha kufanya. When you don't know what to do. What to do utafanya nini when you don't know wakati what to do. Hujui cha kufanya. Wengi wetu hapa, many of us here, we are suffering. Wengine kuolewa. Some want to get married. In America, they can find a wife. Some of them have and somebody's coming to take their fiancé. You don't know what's going on. You try to find a job, you don't know. Some people are married, but your marriage is not good. There is something in your marriage. There are some people who are married. You need a child, but there is no children. Others are married. You are blessed to have children. And the kids need 24-hour care. You ask God, what did I go wrong? And some people don't have any money. And some people, they have houses, but the bank want to take the house back. The money, there's no money. What do you do when you know what to do? Utafanya nini wakati hujui cha kufanya? Wapendwa, hilo ni swala moja gumu. This is a very tough thing. Na ndio kitu ambacho watu wengi tunamlaumu hata Mungu. That's something we even blame God and ask God and complain to God. Why me? What to do? Utafanya nini wakati hujui? Hiyo ni seminar ambayo Mungu amenipa. So this is seminar which God has given me. So this topic, nafundisha siku nzima. I usually teach the whole day, kuanzia saa 3 asubuhi, from 9 o'clock in the morning until 5 p.m. Until 5 p.m. But today, lakini leo, we try to crush it. Tutajaribu kulifupisha, kulifundisha kwa muda mfupi. Sasa najua tumeshinda, tumeimba. I know we have danced. Lakini najua tutachelewa kidogo sikia leo. But we're going to be a little late today. Please, I'm asking for that. So that we can have the word. Ili kwamba tuwe na hilo na neno. Sasa unapojiuliza swali. So when you ask yourself a question, nifanye nini? What should I do? Wakati sijui la kufanya. When I don't know what to do. Unakuta kama mbingu zimepinduka. You may think that the heaven is against you. Lakini Mungu wako, but your God, ni ile is the same. Jana, yesterday, leo, today, na milele, and forever. Habadiliki. He never changed. Kitu kimoja ujue, one thing you need to know, katika
hii time katika hizi time zone zetu hizi. In this time zone. Sisi tulio hapa duniani. For us who are on earth. Tunaishi na what we call the chronos. We live under the time zone, time set. Hii hapa ndio kuna miaka, kuna miezi. That's why we have years, kuna dakika, kuna nukta, kuna dakika, kuna sekunde. Minutes, seconds. Wanaposema nakuja kesho. When you say I'm coming tomorrow, ni kesho. That means it's tomorrow. Lakini Mungu wetu, but our God, limited na chronos. He's not limited. He lives in the kairos. He anaishi katika kairos. Whereby in the kairos mwanzo na mwisho vinakutana. He lives in sababu unapozaliwa anajua lini utakufa. Because when you are born, you know when you die, and everything you go through, God not get amazed. Whatever you're going through, kwa chochote unachopitia, Mungu hashangai. Anajua. Wewe ndio unayeshangaa. Lakini Mungu anajua. Ndio maana anasema yeye ni yule jana na kesho. So remember, your God loves you so much. He had never left you. Sasa tuende kwenye neno. Let's go to the word. Haya, ni Second Chronicles. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Sura 20. Chapter 20 kuanzia mstari wa kwanza and verse 1. Sasa maandiko yako pale. So the scripture will be displayed up there. Sasa kitu kimoja mpendo ni kuwa ukitaka kuelewa, if you want to get married, what to do when you don't know what to do. Utafanya nini wakati hujui ufanye nini? Unapokuwa na shida yote, whenever you have any trouble. When you are in any trouble, unapokuwa katika shida, kumbuka, remember, majibu yote yako hapa. All the answers are in here. Majibu yote yako hapa. All the answers are in here. Kila mmoja sema majibu yote yako hapa. All the answers are in here. Majibu yako hapa. All the answers are in here. Kwa hiyo, even when we ask ourselves what to do when we know what to do. Hata tunapojiuliza tufanye nini wakati hujui cha kufanya, jibu lake liko. Your answer where? Second Chronicles chapter 20. Katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura 20. Sura 20 wewe soma yote kuanzia verse 1 mpaka 31. Just read the entire chapter from verse 1 to verse 21, 31. Now because hatuna muda mwingi kwa siku ya leo. We don't have much time today. Kwa hiyo nataka kwanza kukupa story ambayo kwa sababu ni hivi. I want to give you the story. Na Mungu akipenda sasa hivi nimeandika kitabu. I'm writing a book right now. I've written a book. Tayari niko tayari. The book is ready. Nacho kwenye title what to do when you don't know what to do. And the title of book is the same. Ufanye nini wakati hujui ufanye nini. Nilikuwa nafanya seminar, wale participants we need a book we can honor. When I was doing a seminar, the participants encouraged me that they need a book to read. So right now we're just marketing it. Sasa tulikuwa na kitangaza. Lakini kitatoka March 13. But the book will come out March 13 next year. Okay. Kunakuta the whole story. Kumbuka kuwa unapokuwa mzazi. Remember when you're a parent, we all go through battles. Tunapitia mapambano. But it's always wise. Lakini ni jambo la busara to choose what battle to fight. Kuchagua ni vita gani upambane. You know as parents, kwa sababu unajua kama vijana wazazi, some things you have to let go. Kuna mambo mengine unapaswa kuacha yaende. Because you are wise enough to choose. Kwa sababu una hekima. But what you do? Lakini ufanyeje when the battle chooses you? Wakati vita inapokuchagua wewe. Kumbuka enzi za Sodom na Gomorrah. Remember during the Sodom and Gomorrah, when God had vanquished the entire cities. Mungu alipochoma mji mzima. So Lot was the only one remaining. Rutu alikuwa ni yeye peke yake aliyebaki. But his wife became a pillar of salt. Lakini mke wake akawa nguzo ya chumvi. Sababu alikuwa kinyume. He was supposed to look back. Kwa sababu aligeuka nyuma kutakiwa ageuke. No, survival ilikuwa Lot and his two daughters. Kwa hiyo waliopona alikuwa ni Rutu na watoto wake, mabinti wake wawili. Sasa so when they left, the daughters thought the whole world is gone, so there are only 3 people surviving. Kwa hiyo wale mabinti so what they did, they used their father
Kwa hiyo walichofanya they gave him wine and become drunk. Wakamlewesha baba yao and they had sex with him. Na wakalala naye. So the older sister became pregnant. Kwa hiyo yule dada mkubwa akapata mimba. He had a son called Moab. Kwa hiyo akazaa mtoto akaitwa Moabu. Then he had the nation called Moabites. Na wale ile taifa lake na yule binti mdogo. Then he had a son called Ammon. Naye akapata mtoto akaitwa Amoni. He had the Ammonites. Na wale watu wakaitwa Amoni. Now when God was promising the Israelites about the promised land, kwa hiyo Mungu alipokuwa akiwaahidi Waisraeli, aliwaambia Waisraeli, when you go to capture the promised land, ukienda kwenye nchi ya ahadi, I've given as inheritance because of Lot, the Ammonites and Moabites. Nimekupa urithi kwa sababu ya Ruti wa Amoni na wa Moabu. Kwa hiyo don't fight them. Kwa hiyo usigomane nao. That was the command from God. Hiyo ilikuwa ni amri kutoka kwa Mungu. So the Israelites when they went to promised land, kwa hiyo Waisraeli walipoenda nchi ya ahadi, so they were to fight everyone else except those two nations. Wakapambana na mataifa yote kasoro na mataifa. They were in peace. Kwa hiyo wakawa katika amani nao. Now, with this background, then you start now 2 Chronicles chapter 20. Sasa baada ya hii historia ndio naanza sura 20. It's wise to choose the battle. Kwa hiyo ni jambo la busara kuchagua vita when you can. Ambayo utaweza. What do you do? Utafanyaje when the battle chooses? Kama vita vikikuchagua wewe. So now the same people who've been neighbors and living in peace. Sasa wale watu ambao walikuwa ni majirani na wanaishi kwa amani, to fight the Israelites. Wakajiunga ili kwamba wapambane na Waisraeli. So the very first verse. Kwa hiyo mstari wa kwanza it says it happened that the people of Moab went with the people of Ammon. Anasema ikatokea watu wa Moabu na wa Amoni who came to battle against Jehoshaphat. Ambao walienda kugombana vita na Jehoshaphat. Now, sasa the spies now, wapelelezi who know what's going on, ambao walikuwa wanajua kinachoendelea, they come to the king Jehoshaphat, wakamfuata mfalme Jehoshaphat. King, mfalme, we are surrounded, tumezungukwa. Okay, so the question is, each one of us here is surrounded with something. Kwa hiyo swali ni kwamba kila mmoja wetu hapa amezungukwa na vitu. Somebody's bad report. Kuna mtu ana taarifa mbaya. Somebody, money is an issue. Kuna wengine tatizo ni hela. Somebody is blessed with children, but the children is in trouble. Wengine wamebarikiwa watoto lakini watoto wanawapa shida. So the question now, being a king, you are told that you are surrounded. Kwa hiyo sasa swali ni kama mfalme umeambiwa sasa umezungukwa, utafanyaje? So in this message there are 7 principles. Katika ujumbe huu kuna kanuni 7. So the first principle is that what King Jehoshaphat did, he inquired of the Lord. Kanuni ya kwanza, mfalme Yehoshafat alifanyaje? Alimtafuta Mungu. Because most of the people in trouble, kwa sababu watu wengi wanapopata shida, your brother, unampigia mjomba wako, unamuita kaka yako, call upon Jesus. Muite Yesu. Sasa ili uite Yesu kwako, Yesu ni nani? For you to call Jesus, who is Jesus to you? Kama kwa sababu kama wale waliooa au wameolewa, for those people who are married, kumjua mkeo kama uko karibu naye. You won't know, kumjua mumeo kama uko karibu naye. You cannot know your husband or your wife if you're not closer to them. So you have to have some intimacy. Lazima uwe na ule uhusiano wa karibu. God, we have to have some intimacy. Hata kwa Mungu lazima tuwe na uhusiano wa karibu na Mungu. And the only intimacy you can get is by reading his word. Na neno ule ukaribu unapatikana kwa kusoma neno lake. And in prayer. Na katika maombi. But if you don't know God, kama umjui Mungu, you can't go back and inquire. Uweze kaenda kumuomba Mungu. Oh, wapendwa. So my beloved, my brethren, jitahidi kuwa karibu na Mungu. Try to be close to your God. So that when a storm of life crashes on you, ili kwamba dhoruba za maisha zitakapokuja kukushambulia, you know where to go. Unajua pa kwenda. You know where to go. Utajua pa kwenda. Because your dad is there. Kwa sababu baba yako yupo. Jeremiah 1:5 says, Yeremia 1:5 inasema, before you formed in your mother's womb, kabla sijakuweka katika tumbo la mama yako nilikufahamu. Can you imagine? Hebu fikiria. Before the foundation of this heaven and earth, kabla haijaumba you. Mungu alikujua wewe. And it doesn't stop there. Go to Psalm 139 verse 14. Soma Zaburi 139. Zaburi 139 mstari wa 14. He says, inasema, he fearfully and wonderfully
formed you in your mother's womb. Kwamba alikuumba katika uwezo wa kipekee katika tumbo la mama yako. Can you imagine the creator of the entire universe? Hebu fikiria having fear to form you. Mtu ambaye ni mkubwa katika ulimwengu huu anaweza kukutengeneza wewe. All it means, inamaanisha kwamba God cares so much for you. Mungu anakujali sana wewe. Mungu anakujali sana wewe. If you didn't get anything out of this message, kama hutopata kitu katika ujumbe huu, remember, kumbuka God cares for you. Mungu anakujali. Everybody say, God cares for me. Everybody say, Mungu ananijali. God cares for me. Mungu ananijali. God cares for me. Mungu ananijali. Kwa Mungu mimi ni mtu muhimu sana. So I am an important person before God. Anakuambia wewe ndio epo ya jicho lake. God say you so are when the apple of his eye. When somebody messes you up, kwa mtu anapokuja kugombana na wewe, anakuambia nini? Your battle is not yours, it's mine. Mungu anasema vita sio vyako, ni vya kwangu. Na mtu anapokufanyia fitina anakuambia wewe usilipize kisasi. And when somebody tried to come against you, vengeance is God mine. said do not revenge. Picture how important you are to God. Just get the picture of how important you are to God. Wewe kama mkimbizi, if you are a refugee, wewe kutokana na uzao hata mamako alikuwa raped, even if your mother was raped and had you conceived you, I don't care how you were born. Haijalishi ulizaliwaje. God knows you. Mungu anakufahamu. He calls you by your name. Anakuita wewe kwa jina lako. Anakupitisha hapo. He has guided you through that way. Ili kwamba wewe ushuhuda. Unapoongelea ukimbizi, because when you say that you're a refugee, if you've never been there, kama wewe sio mkimbizi, if you've never been there, huna ushuhuda. You don't have a testimony. Lakini unasema mimi nilikuwa mkimbizi. But you can say I was a refugee. But Jesus stood with me. Watu wanakusikia, watu wanaokoka. People they hear that you are saved. To be, you can be saved. It doesn't have to be on the altar. Your salvation is your testimony. Do you know Jesus? Even when Lucifer was sent from heaven and the scripture say on the book of Revelation 12:11 says they overcame. It say alishinda. They overcame. Walishinda by the blood of the Lamb. Kwa damu ya mwana kondoo. But more so, na zaidi by the word kwa neno la ushuhuda zao. Na neno la ushuhuda zao. My brethren, God has guided us through. Still creating because your testimony. Kwa sababu Mungu anatengeneza ushuhuda wako. So don't walk just like this. Stand up. Say, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. So when you have a problem, just run unto God. Just go kneel down. Because when you are here, you are close to heaven. When you stand up, the heaven is too far. But when you kneel down, and God will say, hey, my son, what do you have? What, my daughter? Talk to me. Ongea na mimi. Ongea na mimi. Kwa hiyo neno Biblia hakikisha kila mmoja mtoto anajua kusoma. The word of God is important. Everyone who is able to read. Kwa mtu yote anayejua kusoma. Parents buy Bibles for your children. Wazazi nunueni Biblia kwa watoto wenu. The toys, the parts to play with. Siwape tu vitu vya kuchezea. First time they spend time in the Bible. Walazimishe watumie muda kusoma Biblia. The Holy Spirit will just intervene to make them understand. Kwa sababu Roho Mtakatifu ataingia na kuwafanya waelewe. Na unamshika Biblia. And when you hold in the Bible, usisome kama kasuku. Do not read like a parrot. Because the Bible is not fiction. Kwa sababu Biblia sio hadithi ya kutungwa. Ina upana. It is the Bible is wide. So when you are reading the same scripture. Kwa hiyo unapokuwa ukisema maandiko, kwa hiyo kuna kwa kizungu tunasema kuna logos. In English we say this word logos. Ambayo ni maandiko kama unayasoma. Which is just a regular readings. So that for you to understand, you need the revelation. The Bible says, kwa Biblia inasema, seek understanding. Tafuta kufahamu. That's why me and you, ndio maana mimi na wewe, we reading the same scripture. Tunasoma andiko hilo. Maybe it could be about healing.
labda kuhusiana na uponyaji. Mimi napokea cha kwangu. I receive differently. Mimi kweli mimi ni ugonjwa. Probably I'm sick. Lakini mwingine ni healing ya pombe. And somebody else probably need a healing from drinking alcohol. Probably other need healing of their marriage. Neno ni pana wapendwa. The word of God is very wide. Kwa hiyo, therefore, what King Joseph did, Mfalme Yehoshafati alifanyaje? He inquired of the Lord. Alimtafuta. Kwa hiyo kanuni ya kwanza, so the first principle, inquire of the Lord. Ni kumtafuta Mungu. Usitafute ndugu, unaweza kopa. Don't look for your friends and try to find help. Shortcuts. Don't find shortcuts. Tafuta Mungu. Seek God. He will give you a revelation. Atakupa mafunuo. The second thing. Now remember, kumbuka, the storm is against you. Kwamba vita sasa vimekushambulia sana. Sasa cha kwanza unamtafuta baba. So the first thing you look for your father. The second now is number 2 ni unyenyekevu, humility. Ya pili ni the second is humility. You have to humble yourself before God. Lazima unyenyekee mbele za Mungu. Wangapi wanafunga? How many of you fast in here? How many people fast? How many of you fast in here? Okay. Who can fast 3 days? Nani anaweza kufunga kwa siku 3 bila kula wala kunywa? 3 days. Siku 3. Who can fast 7 days water only? Wangapi wanaweza kufunga siku 7 wanakunywa maji tu? Wapendwa, my brethren, I see many of you are laughing. 7 days water only fast. Siku 7 unakunywa maji tu. Kwa sababu unataka kumfahamu Yesu. Because if you know Jesus, you must there is a cost you have to go through. There is a cost you have to go through. If you need Jesus simply, you will never get him. You will never find him. You must go. There is a cost. There is a price. That's why God said there are things. There are things which can go away. You must pray. And what's the other thing? You fast. I know many of you know how to pray. But when you pray, because there is a time when God allows the trouble in your life, Mungu anaruhusu matatizo ya maisha yako. Huna hela. The wrong way is to pray for God to give you money. Njia pekee ni kumwomba Mungu akupe hela. The financial struggle in your life, Mungu anaruhusu ukose hela ili kwamba uweze kumkaribia. Go back to Matthew 6:33. Kwa hiyo soma Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza, which is said, seek first his kingdom, ufalme wa Mungu and his righteousness, na haki yake, and all other things will be added to you. What are you gonna dress? What you gonna So the first thing we said, everyone say, God loves me. God loves me. God loves me. And he have all the answers. The first thing what you do, seek his face. The second, humble yourself before him. Nyenyekea mbele zake. Fast. When you need the name of Jesus is like a run upon, and there is everything. Do not run for money because you need money. Run unto Jesus. When you find Jesus, you find everything. And he say he's going to give you divine laughter, kicheko cha, and he'll give you joy, and atakupatia maono na njia. Provision ni vitu physical, msaada kama chakula, hela na atakupatia. Yeah, he'll give you the physical items, physical needs. Kwa ni Mungu wa faraja. So he's God of comfort. He's a God who gives you divine favor. Ni Mungu anayekupa upendeleo wa kimungu. Divine favor. Okay, ni Mungu bebe anakupa, anakuprotect. Divine protection. He is the one anayekulinda. Kwa hiyo wapenda tujue Mungu. Tuone usawa. So we need to have a relationship with God. So whenever God. you are in trouble, cha pili ni lazima humble yourself
That's what King Josephat did. Ukiangalia verse 3. Kwa hiyo Josephat feared. Kwa hiyo wote tunapata shida kulele kahofu kama mwanzoni. Yes. Lakini hakuishia hapo. Kwa hiyo Josephat feared, he didn't end up there. Yeah. And Josephat feared, manake aliogopa. Josephat, yeah. But set himself, go back, verse 3. Go back to verse 3. And he set himself to seek the Lord. Na akamtafuta Mungu. Sasa hiyo seeking the Lord, hiyo ndio when you humble yourself before God. Sasa hiyo kumtafuta Mungu ni pale humble yourself before God, that's the second principle. Hiyo ni kanuni ya pili ya kunyenyekea mbele za Mungu. So when you don't know what to do, unapojua hujui cha kufanya, first inquire of the Lord. Kwanza muombe, mtafute Mungu. Second, you humble yourself before God. Pili, nyenyekea mbele za Mungu. And then, na pia he proclaimed the fast through Judah. Akatangaza kufunga katika Yuda nzima. Judea. Nchi nzima. Kwa hiyo sasa, kuanzia verse 4, from verse 4, ndio watu wote they come all together. All the people, watu wote wakaja pamoja. To humble themselves. Wakajinyenyekea mbele za Bwana. And fasted. Na wakafunga. Now, the beauty with God. Sasa uzuri wa Mungu, unapokuwa unafahamu, when you know him, unapomjua, because he's the same yesterday, today and forevermore. Kwa sababu ni yeye yule jana leo na kesho milele. Unaweza ukamrudia. Malachi 3:16 say, Malaki 3:16 inasema, 2:16. Malaki 2:16. Say God never changes. Sasa Mungu habadiliki. Sasa if you have that encounter with God, kama utakapokuwa ukikutana na Mungu na una ushuhuda, so you know for sure, unajua kwa uhakika, because there's no way now all of a sudden God doesn't care about you. Kwamba unajua kabisa kwamba Mungu hawezi akakuacha, lazima anakujali yeye. So cha maana wapendwa, so the most important thing ni kujua, is to know, kwa shida unayopitia, that the problem which you are going through, God will come through. Mungu atakupitisha. God will come through. Mungu atakuwa yuko nawe. God will come through. Mungu yuko nawe. Kwa hiyo sasa baada ya watu kufunga, so after they have fasting, now you can tell what was going on in Israel. Unaweza ukaelewa kilichokuwa kinaendelea katika Israeli. Now when you read from verse 5 now, ukisoma kuanzia mstari wa 5, Josephat aliita kanisa. Josephat called the church, the assembly. Verse 6. Mstari wa 6. Ndio hapo anaanza sasa. So if you read now starting verse 6. If you read from verse 6. Now Josephat is reminding God, anamkumbusha Mungu. Josephat was reminding God. Sema, angalia, look. Oh Lord God of our fathers, are you not the God of heaven? Hallelujah. Anamkumbusha. Nakwambia, and you not rule over all the kingdom of the nation. Sio wewe au umebatika. Can you believe that? Amen. Because once you have encountered with God, you can question him. Yes. Unapokutana na Mungu unaweza ukamuuliza. Josephat alimuuliza. And in your hand there is no power and might, so that no one is able to withstand you. Anauliza swali. Yes. Kwa sababu na ile confidence. Anaendelea. Number 7. Are you not our God who drove the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to descendants of Abraham, your friend forever? I'm a sword about King of Israel is asking God, are you not the kind of God you did this? Mstari wa 7 anamuuliza, wewe sio Mungu ambaye uliwatoa watu waliokuwa wanakaa katika nchi hii? And then he says, and they dwell in it, and they built you a sanctuary in it for your name, saying, verse 9. If a disaster comes upon us, kwa hiyo yote utakuta verse 9, verse 10, verse 11 ni king anamkumbusha Mungu. All those verses is the king reminding God. Kwa hiyo kuna kipindi atampendwa. So there is a time, my brethren, you have to sit down and ask your God. Unapaswa ukae chini na kumuuliza Mungu. Because you're confident this is the same God who has done again and again. Kwa sababu una uhakika huyu ndio Mungu aliyefanya tena na tena. So there's no way. Kwa hiyo hakuna jinsi kwa sasa atakutupa. That he will leave you.
now. Now, when you go now, let's fast forward because of time. When you go to verse 12. Mstari wa 12. Pale mwanzoni sasa. At the beginning there. Asema sasa hawa ndio tuzunguka hawa. Then he say those who are surrounding us. Are you not going to judge them? Je, hautawahukumu? Anauliza. He was asking. Lakini verse 12 naomba hiyo kila mmoja aiangalie vizuri na usome na kuirudia na kuirudia. Verse 12, King Josephat comes up with three things. Read verse 12 and over and pay much attention to that verse. Because that's where now you're talking about total surrender being the third principle. Hiyo kanuni ya tatu ni ile kujitoa kiukamilifu. Kujitoa wakfu. Kwa hiyo yeye point ya kwanza kwenye verse 12 pale baada ya judgment inasemaje? We have no an acknowledge tatizo. He's acknowledging the problem. We have no power against this vast army. Kwa hiyo akakiri kwamba sisi hatuna nguvu ya kupambana na hawa watu. Sasa wewe ukiwa na shida mtu anakuuliza, "Hey, how you doing my brothers?" Unasema I'm good. If you have a problem, inside you're burning. Inside you're burning, somebody is asking you, "Hey, how you doing, pastor?" Mtu anakuuliza vipi, unaendeleaje wakati moyoni mwako unaungua? What do you normally say? Wewe unasemaje kawaida? I'm good. Niko sawa. No, you're not. Hapana, huko sawa. You're lying. Unadanganya. Unapokuwa kwenye uwepo wa Mungu, when you're in the presence of God, unaongea shida. You just tell your problem. So they can pray for you. Ili kwamba wakuombee. Sasa King Josephat. Sasa mfalme Josephat. Alikiri. He confessed that this army, that kwamba ni jeshi, although he was the commander in chief, ingawa yeye alikuwa ni mkuu wa jeshi, he couldn't fight. Lakini aliona ile jeshi ni kubwa sana, hawezi kupambana. So the first to acknowledge the problem. So kwanza tambua tatizo. The second is to confess that, you know what, I don't know what to do. Na pili kukiri tu kwamba I don't know what to do. Sijui cha kufanya. That's where we start with what to do when you don't know what to do. Ndio maana so the king ufanyeje wakati hujui had no clue. Kwa hiyo mfalme alikuwa hajui what to do. Afanye nini? But I like the last part of verse 12. Lakini napenda sehemu ya mwisho wa mstari wa 12. But our eyes are upon you. Lakini macho yetu yako kwako. Yes. Why? Because that's where the answer comes from. Kwa nini? Kwa sababu huko ndiko majibu yanakotoka. Now when you say the eyes up to you, meaning that's prayer, because the only way now you compare to him. Kwa hiyo unaposema macho yetu yako kwako, ndio maana kwa maombi. Unaingia kwenye magoti. You are kneeling down in prayer. Communicate to daddy. Na unawasiliana na Baba. Wewe fikiria king, wewe ungekuwa Trump saizi, umwambie taweza hawezi. Kwa nakuta hiyo inahitaji unyenyekevu. So that need humbleness. That's what we call total surrender. That's what. And then because he surrendered, go to verse 15. Mstari wa 15. Because he surrendered, kwa sababu alikuwa ameshajitoa. Now God says, sasa Mungu akasema, this battle is not yours. Asema hii vita sio ya kwako. This battle is mine. Hii vita ni ya kwangu. This battle is mine. Hii vita ni ya kwangu. Kwa hiyo wapendwa, my brethren, kama safari yangu yote kutoka Chicago, my journey from Chicago, I came here to tell you, nimekuja kukwambia the battle you're going through, kwamba vita unaopambana nayo sio ya kwako. It's not yours. Sio ya kwako. It's God. Ni ya Mungu. It's God. Ni ya Mungu. It's not your battle. Sio vita yako. Sema it's not my battle. Say it's not my battle. Sema sio vita yangu. Sema sio vita yangu. It's not my battle. Ni vita ya Mungu. Sasa mpendwa, siri iko hapo. This is the secret. How do you fight your battles? Unapiganaje vita vyako? Kwa kufikiri. Thinking. Kwa kufikiria. Sasa wala unasema umeokoka. You say that you're saved. I've got some bad news. Na habari mbaya kwako. Wapendwa vijana wangu kilichookoka, youth, something which is saved ni roho yako. Is your spirit only. It's only your spirit which is born again. Ni roho yako pekee ndio iliokoka. Your soul, nafsi yako and your body, na mwili wako haviji kuokoka hivyo. They don't get saved. Ndio sababu, that's why hata na kuokoka kwako, even you're being saved, unaweza kufikiria vitu vya ovyo. You try to think. Kwa sababu kwenye akili yako, because in your mind, that's why the devil is playing games. Shetani ndipo anacheza. Kwa hiyo kwa nini neno ni muhimu? Why is it important to have the word? Kila mmoja wetu hapa, because remember each one of us here, 3 in 1.
we are 3 in Fikiria 1. una nyumba na vyumba vitatu. Remember, if you think of Chumba a house, kimoja iko roho, it's 2 rooms, 3 chumba kingine rooms. kuna nafsi, One room have a spirit, chumba kingine kuna mwili. and another room have a So soul, and another when room you have a body. feed the spiritual food, Kwa hiyo unapojisikia kama roho unaongeza inataka mwanga kula, kwenye chumba cha roho. When you feed the spirit with the word of God, unapolisha roho yako na neno la Mungu, then you amplify the light of that room. ina maana unakijaza Na hicho chumba, mwanga unaweza kupenya kwenye nafsi yako. na then that light will go Unapenya your soul, kwenye chumba cha mwili. and that light goes into the room of the body. Mawazo yako yanajialai na Mungu wako. That's why your thinking aligns with God, and your body praises Lakini God. kama wewe Biblia unaikimbia, And if you run away from the unakuja Bible, roho yako haipati chakula yake. your spirit will Ile get taa its inaweza food, kuzimika. then the light will Unakuta start nafsi to turn off, inatekova. and your Adui soul, anaanza kushambulia. and the enemy will start to Unakuta attack you, mwili huo ulikuwa na maabudu Mungu. and you find Na that somebody sababu who is mwili worshiping unaanza God. kufikiria kuiba. That Mwili flesh huo start to think about unafikiria stealing, njia ya ndoa kutoka nyumba ndogo. or trying to think about Mwili going out of huo the marriage. unaanza kufanya kwa sababu gani? Because why? Neno hakuna. You're lacking of the Kwa word. hiyo mpendwa, if anything, the good, wewe angalia jina safi sana, good shepherd. This is the good name. This is a good shepherd. Live to the spirit of a good shepherd church. Uishi katika moyo wa kanisa la Live to the mchungaji spirit mwema. of good shepherd. Uishi katika moyo wa mchungaji Let mwema. everyone has a Bible. Kila mmoja awe When you na come to Biblia. church, bring your Bible. Ukija kanisani njoo na Biblia Every yako. day, find time, even 15 minutes. Kila siku hata dakika To read the 15. Bible. Tafuta muda usome Biblia. Utashangaa sana You will be the surprised way you discover the new Jesus. jinsi utakapomfahamu Yesu kwa upya. Kwa hiyo sasa, Therefore, so how do you fight your battles again? utagombanaje vita By vyako? thinking. But the problem, Kwa kufikiria, lakini tatizo, there kuna adui yeye anakusubiri. there is an enemy who is waiting for you. Anataka kudaka tu unafikiria kitu gani? He just wants to think Hapo what you're thinking. anakurushia vitu vya kufikiria. And then he's Ni kama going to vile think unavyo, think it's about. just like when you go fishing. Afu yeye akidaka umedaka wazi moja unaweza kulifikiria sema nimepata. Kumbe anataka hiki. Kwa na yeye ana database of testing millions of people. Kwa anatafuta subset ambayo ina fit thinking yako. Ndio unashangaa unafikiria kazi kwamba wewe kazi hamna wewe. Mpaka unafika mtu unakuwa so tired. You get, Unakuwa depressed. Lakini Mungu asemaje? but what God Your battle said, is not yours. vita hizo zote But you sio have to zako. know how to give the battle to God. Ujue jinsi ya kumpa Mungu vita vyako. Where do we go again? To the word. Utaenda wapi? Kwenye neno. Matthew 11:28. Mathayo Those who are 11:28. worried and burdened, come to me. Wala wanaolemea mizigo njooni kwangu. Niwapumzishe. Those who are worried and burdened, come to me, I'll give you rest. He says, my yoke is easy and my burden is light. Na mzigo wangu ni mwepesi. Anasema bring your junk. Anasema Let's leta switch places. mizigo yako, tubadilishane. Hiyo ndio namna ya kumpa Mungu vita vyako. That's how to give God Then your battles. 1 Peter 5:7. Petro 1:5-7 Cast your cares to God. inasema leta shida zako kwa Because Mungu He cares for kwa you. sababu anakujali. That's how you're able to give your junk to God. Hivi ndivyo unavyoweza kumpa So matatizo that yako fight for Mungu you. ili kwamba akupiganie. Okay, now Sasa let's go to verse 16. twende mstari wa 16. For you, most people when they are being told that God will fight your battle, Watu wanapoambiwa kwamba Mungu atapigana vita it vyako, means you'll be sitting on your couch, wanajichukulia kwamba sasa ngoja nikae chini kwenye sipping kochi, some soda and popcorns, ninywe soda nile and popcorn. say, God, oh, go fight my Unamwambia battle. Mungu nenda I'm ukapigane vita waiting for the vyangu. answer. Nasubiri majibu. It doesn't work that way. Haifanyiki namna hiyo. Because the whole idea of your struggle, Kwa sababu kuhangaika God kwako, behind the scene Mungu is creating a testimony. Mungu anakutengenezea ushuhuda. Now, with the testimony, suppose I tell my brother, oh, I was so somewhere, and this is what happened. When he goes out to tell someone, you find a second and third and because whenever you're sharing a testimony, kama binti alivyosimama pale, you can see the emotions. Because he's speaking from her experience. That's why we can argue about doctrines, you can argue about the word, but you can't argue against somebody's testimony. Wezi Kwa hiyo God, because nikuwa hatuwezi kubishana kuhusu mapito ya mtu anapotoa ushuhuda wake, kwa sababu hao ni mapito yake yeye.
tunaweza tukabishana kuhusu neno hapo na maana gani na lakini we can't argue against testimony. So when now you fight the battle, so you don't need to sit God to come back, fight your battle and give you the answer. No. He's buying a front seat ticket for you. Yes. So that you can go there and see with your own eyes. So when you go out and share your testimony, people can feel that yes, what you are sharing with us is for real. Hallelujah. Lakini mara nyingi Mungu, when he gives you some instructions, they may not make sense. But remember, what makes sense doesn't require faith. But what doesn't make sense, anything which does not make sense requires faith. Yes. For you to go through. Yes. Yes. We look at verse 16. So God now is commanding Joshua, tomorrow, just imagine, the enemy is in a camp somewhere. So now he's commanding them, tomorrow morning, you wake up, march towards the enemy. Mungu anawaamsha kwamba kesho asubuhi muamke mtembee mwende kwa maadui. There's something more funny. He says, like the guys here, okay? The present worship. Angalia kama timu ya kusifu na kuabudu iko hapo. Ndio itangulie mbele. Ndio itangulie, it goes forward. So it says the present worship to go in front. They start singing and shouting. Kwamba waimbaji waanze kwenda watangulia wanaimba. If you are going to the enemy camp, na mnaenda kwenye kambi ya maadui. That making sense at all? Hivi hiyo ina because then you're exposing yourself to the enemy, right? Unajipeleka wewe mwenyewe kwa maadui zako. So if you use your mind now, kwa hiyo ukisema utumie akili yako, utaona haina maana kabisa. That's why there is something we call faith. Ndio maana nasema kuna kitu kinaitwa imani. And then there's something we call trust. Na kuna kitu tunasema kuamini. Faith is a noun. Kwamba imani ni neno, ni jina. Trust is a verb. Na kuamini ni kitendo. So trust is faith in action. Kwa hiyo kuamini, so when you trust somebody, katika vitendo. When you trust somebody, unapomwamini mtu, there must be action. Ina maana kuna vitendo behind your faith. Ambavyo viko nyuma ya imani. So when Josephat was told, kwa hiyo mfalme Yehoshafati alipokuwa go and put the worship team in front, alipoambiwa chukua watu wa kusifu watangulie mbele, he trusted God. Alimwamini Mungu. He said, the Lord doesn't make sense to me. Akasema ingawa haina maana kwangu, I will go. Lakini nitaenda. So let's start marching that tomorrow. Sasa akamwambia kesho, go down against them. Nenda chini kuwafuata. And you find them at the end of the brook before wilderness of Judea. Nasema kwamba utakutana nao pale. Yes. Lakini kitu cha kushangaza, go next, verse 17. Mstari wa 17. What is even surprising, brothers and sisters, is that mtafrani ni kama hivi mama anamwambia mtoto hebu kacheze nje, lakini ni kuone. A mother will tell a child, go to play outside, but I need to see you, need to be in my sight. Au kacheze lakini usichafuke. Or go play, but do not mess up your clothes. Normally we call contradictions. Kwanza Mungu mwenyewe anasemaje? Go march tomorrow morning. God said march, nenda kesho asubuhi. Go to the enemy camp. Go nenda kwenye hiyo kambi ya maadui zako. But when you arrive there, lakini ukifika pale, just stand. Wewe simama tu. Do nothing. Usifanye kitu. And you understand, what's this? Unaanza kujiuliza hivi ni nini? Huyo ndio Mungu wetu. That's our God. Sasa just now imagine. Ile kelele ya worship ile. The sound of worship. Kama vijana wangu walikuwa wanacheza. Like how they were dancing here. Wana dance kule kwa adui. Walikuwa wanacheza wanaenda. Mungu akaingia kazini. And God anasema yeye atakupigania. And say I'm going to fight for you. Akatumia sauti ya kumsifu. So God used this. Kuwachanganya maadui. The sound of praise. Maadui ndio wakaanza kupigana. Then the enemy started to fight against each other. All the enemy is dead. Walipoondoka pale maadui zote wamekufa. Kwa hiyo waliona kwa macho yao. So they saw with their eyes. Neno lilikuwa fulfilled in their own eyes. Ndio kaanza ile spoil kuchukua madhabahu, ile dhahabu, nini all the. Then they took all the gold and the bronze, the silvers, yani mambo yote ambayo waileta wale jamaa. Kwa hiyo ndio Mungu wetu. This is our God. Sasa kitu kingine ambacho ni muhimu. Another thing which is important ni kuwa kuna vipindi Mungu, when you read the Bible, you just find a word. That word is enough to give you peace. That the answer is just there. Unaweza ukasoma Biblia ukapata neno ambalo haliwezi likakupa alikupa amani. Verse 16 and verse 17. Mstari wa 16 na 17 inaongelea about the principle, what you call the principle of divine participation. The principle of divine participation. Hiyo ni kanuni
ya kushiriki pamoja na Bwana ili kupata ushindi. Kwa sababu Mungu hataki kuwa kwenye kochi na kunywa soda yako. Because God doesn't want you to just sit there and waiting for the answers. No. Anataka kama hao walivyokwenda kona kwa macho yao. Like how they went and see with their eyes. Sasa siri kubwa. So this big secret here. What to do when you don't know what to do. Ufanye nini wakati hujui cha kufanya? Ndio nakuja kwenye verse 18. Ndio nakuja come to verse 18. Kwa ile baada ya kupata ile jibu. After they have got the answer, alipiga magoti. He bowed down. And all Judah wakaanza kumwabudu Mungu. And they started to worship God. Alafu kuna kipindi mpendwa. So there's the time, my brethren, unaabudu Mungu. You worship God Kwa sauti kubwa. With a loud voice. Kwa sababu hatuna muda. Because we don't have time. Kwa sababu ukitaka kweli kumjua Mungu. If you really want to know God. If you want to know God. Kama unataka kumjua Mungu. You have to understand the difference between praise and worship. Lazima ufahamu tofauti kati ya kusifu na kuabudu. Most people confuse that praise and the worship is the same thing. Watu wengi wanachanganyikiwa kwamba kusifu na kuabudu ni kitu kimoja, sio? Lakini ni kitu kipana na ni muhimu kila mmoja ajue. That is the very wide subject and is important for everybody to know. Leo natoa tu kuonyesha kidogo. But today I'm just going to give you a brief. Kwa hiyo kusifu na sifu mtu yeyote. So praising, anybody can praise. You can praise anybody, even a human being, you can praise them if they do something good to you. Lakini kuabudu, but to worship, you only worship God only. God himself only. God only. Kwa hiyo mpendwa, unapokuwa na shida, when you don't know what to do, the secret is in praise and worship. Siri iko katika kusifu na kuabudu. Kwa sababu nataka kusoma tu Zaburi 8 mstari wa 2. We're going to read Psalms 8 verse 2. Kwa hiyo Zaburi, I'll paraphrase because of time. Kwa hiyo Mungu amesema ndani ya watoto wadogo ameordained praise. Out of the mouth of the babies, God has ordained praise. I'm ordained praise. Na hiyo praise ni kwa ajili ya nini? And why is that praise for? Praise ni kwa ajili ya nini? Why the praise? Kwa hiyo wacha tu hiyo ni point moja tunapomalizia. We're going to finish up with that point, one point. My brethren, nimefurahi sana kuwa hapa. I am so happy to be here. Kwa hiyo praise is intertwined with thanksgiving. Kusifu vinaendana na kutoa shukrani. Kwa hiyo kusifu, kwa hiyo praise has to do with thanksgiving. Kusifu vinaendana na kushukuru. When you praise God, na tunapomsifu Mungu, meaning we are thanking him for what he has done. Ina maana tunamshukuru kwa yale aliyoyafanya. But worship, lakini kuabudu, inaambatana with total surrender. Inaendana na kujitoa na kujinyenyekeza. Kwa hiyo unapokuwa na shida yoyote, so when you are in need of any need, kwa hiyo kusifu ni maombi. So to praise is the highest level of prayer. Ni level ya juu ya maombi. Kwa sababu sasa unapoomba, kwa sababu siri ya maombi yanayojibiwa, the secret of answered prayer is faith without doubt. Ukisoma Mark 11:23, it gives us the secret of answered prayer is what? Siri ya maombi yanayojibiwa is faith without doubt. Ni imani isiyokuwa na mashaka. Ndio anasema kama mbele yako kuna mlima, that's why if there is a mountain before you, I said speak to it. Uzungumzie, uamuru. He gives two things.
kuna vitu viwili. Make sure Hakikisha you have no doubt in your heart. hauna mashaka moyoni And mwako you believe God will come through. na unamwamini Mungu kwamba That's atajibu. why he says, whatever you pray, Ndio maana nasema kwa chochote mnachoomba, believe that God will deliver. amini kwamba Mungu So atajibu. yours. Ni cha kwako. Kwa chochote unachoomba, kila mmoja aseme, In whatever you pray, chochote unachoomba in whatever you pray, itakuwa changu. will be yours, will be mine. Kwa hiyo siri So ya this- maombi yaliyojibiwa The secret of the answered prayer ni imani bila mashaka. is faith without doubt. Lakini siri But the secret ya imani bila mashaka of faith without doubt ni kusifu. is to praise. Ile kusifu kwa vigelegele, unaposifu unajitoa kwa Mungu. Is to praise with a total surrender before Alafu God. vile vile kuna kitu tunasema ridiculous praise. Kuna ridiculous praise, yani ni kusifu kwa ujinga. Kwa ridiculous, kwa sababu normal praise is when you thank God for what He's done. Yes. But ridiculous praise is when you thank God not because He's lazy. The marriage is falling apart, the job is out, the apartment got an eviction, the car is being repossessed, everything is going haywire. The bottom is falling out. When that happens to you, brothers and sisters, don't quench. Kama hivi ni kijana wangu au wana mzee umevaa tai, hapo ndio time ya kuvua tai. Viatu, toa viatu. Rusha viatu huko. Nenda kwenye kioo. Anza kuabudu. Yes. Yaani unapofika mahali ambapo everything is going haywire, the bottom is falling out. It's not time to shrink because your God is more than able to do all and above what you think or can imagine. Yes. Glory to God. Glory. Yesu aliwaambia wafuasi wake John 16:33. Asa mimi naondoka. But there will be trouble. Mungu alituahidi shida. Hakutuahidi ndio ukiokoka mambo yatakuwa line. No. No. Lakini akasema be of good cheer. Why? Because I overcame the world. Yes. Be of what? Of cheer. Yeah. Kuta ridiculous praise is when you thank God when there is nothing to thank Him for. Ni wakati unamshukuru Mungu. Wakati But you kitu- believe in the bottom of your heart that God loves you. Amen. And He allowed whatever He allowed because it's a testimony coming out. Yes. So don't miss the testimony. Because when you shrink and get depressed, you miss the testimony. Amen. Things happen. Most of you know Joyce Meyer is a very prestigious woman in St. Louis. He got a huge ministry. He comes to all these different cities. And wherever she goes, you have 10 to 20,000 women come to see her. And the first question he asks is, who among you have been molested? Who among you have been raped? He's asking women. And no one can raise their hands and say, ni mimi ndio nilibakwa, au ni mimi nilikuwa molested. Anasema ni wote ni waongo. So it's okay, let me tell you about me. You all came to see me? Okay, I was molested. Not once, not 10 times, not 100 times, not 150 times, 200 times. Huyo ndio mhubiri mkuu huyu. Yes. And who did that? His own father. Yeah, his own father. But that testimony, kwa sababu tunapoongea mitaani kama gossip, unaonekana mimi mchafu, utasemaje hayo? Lakini unapokuja ushuhuda kumpa Yesu, anaziba midomo yote ya gossip. Yes. Utakuta watu waliokuwa wamejificha kama they are nothing, they arise from the ashes. Yes. Ndio sababu anaandika kitabu Beauty from the Ashes and that book became a bestseller. Amekuwa milionea kwa kitabu kilichotokana na ushuhuda wake. Kwa hiyo mpendo, kama ndio kinasumbua, Mungu ameleta shida kwenye roho yako ili mwingine apone. Usione kama ni ujinga au ni hali mbaya, unaona aibu, usione aibu kwa Yesu. Amen. Ukiona aibu kwa Yesu, ndio atakuonea aibu. Amen. Utakosa chako. Don't be shy for God. Kwa hiyo wapendwa, what to do when you don't know what to do? Ni kusifu na kuabudu. Lakini kuabudu kusiwe kucheza tu hapa. No. Not the praise and worship to be just Anza ndani ya dancing. neno. Start Abudu with the kwa word. nini? Worship Roho in the na word, in the truth and the spirit.
roho na nini? In the spirit and the truth. Kwa hiyo sasa, kwa kumalizia, nataka nitoe mfano kwa sababu I don't know what you're going through. I know most of you may be going through something. Kumbuka story ya Joseph. Remember the story of Joseph. Kama Joseph, if Joseph was not born in a weird family, he couldn't be sold in slavery. Kwa hiyo wengi hapa tuko katika familia za ajabu ajabu, unashangaa. Hivi nimezaliwaje kwenye familia kama hii? You be wondering why am I born in this family? Na kwa alipouzwa akaanza kaishia kununuliwa na yule Potiphar ambaye alikuwa captain kwenye jeshi la Israel. Na ikabidi mkewe na Potiphar akamwona kijana hata kutembea naye. Akakimbia. He ran away. And then because of that, Joseph was put in prison. Kwa hiyo, without Potiphar's wife, Joseph will never be in jail. Kwa hiyo, God, he has always a grander plan for you. A plan, so we are going through what we are going through for the sake of the kingdom, not for you. You may feel bad when you are going through, but God has another plan. If you want to get a story, read the story of Joseph. Ni kijana ambaye hakufanya kosa lolote. But every step is divine. And God is with them. Even you, God is there. Because we call God is omnipresent, meaning he's everywhere. But seek for the manifest presence of God. No, sababu unapoabudu kusifu, anasema yeye anainhabit the praise of his people. Anashuka. Kwa sababu God is looking for a lonely dancer. Kama uko peke yako unacheza, God is looking, who is out there dancing by himself? He joins you. Yes. So start dancing to praise God and worshiping him. So when Joseph now was in prison, he met the butler in the cup beer of King Pharaoh. So what he did, he was able to give to translate their dreams. Kwa hiyo bila Joseph kupitia kukutana wale jamaa ingekuwa shida. Kwa hata Farao alikuwa na dream yake, ilibidi wale jamaa ndio wasema baada ya kushinda watu wote kule. Wakasema kuna kijana mmoja alikuwa kule nani? He was in prison. Yes. He was able to interpret our dreams. Kwa hiyo one of the Pharaoh's officer aliwao, mwingine akainuliwa cheo. Ndio kisa cha Joseph kwenda kuitwa kule White House. Akaingia White House. Wewe fikiria unatoka jela leo, alafu unaingia White House, unakuwa prime minister, the second in command. Kwa hiyo kila mmoja hapo anasema kwa jina la Yesu sitakuwa jela tena. Yes. Can everybody say here, because of the name of Jesus, I will never be in prison again. Because of the name of Jesus. God is preparing you to be the prime minister of your own family. Amen. Pendwa, whatever you're going through is a grand plan of God. A testimony is being prepared. Chochote unachopitia. Don't cut it short. When you cut it short, you're missing it. When you use a shortcut, you're missing it. Go through it, but trust God. He will never forsake you. He will never leave you alone. The God of yesterday, today, and forevermore is the same. Ubarikiwe sana. Mungu awabariki. Tuombe. Let's pray. Let's bow our heads, please. God Almighty, what a joy to be in this place. Thank you for our time today. We love you, Jesus, who you are. Thank you for the word of God, which only you can minister to your children. I'm just a vessel here, God. I know nothing. Only God, you know it all. You know what this church needs. May you speak to your children here. May you speak to the leaders of this church, so that only your God who can grow. They can do whatever they want, but you're the God who makes church grow. May you help them, oh God, to seek your word as if they've lost their mind. And even to praise and adore you and to worship you, even when it doesn't make any sense. Because the beauty is that the word is very clear. It doesn't change because they're in trouble. The God of Abraham, of Isaac, of Jacob, of Israel is the same God for them too today. They can call upon him, oh God, even when things are not going well. So God, when they don't know what to do, let them be reminded that they need to come even closer to you, to praise you, to worship you. We thank you, Jesus, for our time together here. May this word continue to bring fruit in their lives, oh God. May this word continue to be a blessing to them, oh God. We love you, Jesus. In your name we say, everyone says, Amen.
Pigie Bwana Yesu makofi, shangilie. Haleluya. Asante mchungaji kwa ujumbe mzuri wa neno la Mungu. Thank you so much, Pastor, for the wonderful word of God. Tumebarikiwa sana na neno la Mungu. We are blessed with the word of God. Karibu tena na wakati mwingine. Welcome again the next time. Tuna njaa kubwa ya neno la Mungu. We are hungry for the word of God. Kwa kweli mioyo yetu imebarikiwa. Our spirit has been blessed. What to do when you don't know what to do? Ufanye nini cha kufanya wakati hujui cha kufanya? Tumebarikiwa sana mchungaji. We are blessed, Pastor. Mungu akubariki sana. God bless you so much.